Ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo, matumani yetu mpo salama salimini. Niwakaribishe kwenye makala hii ya habari zinazojiri duniani, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Afrika. Na moja ya habari tuliyokuandalia siku ya leo ni pamoja na vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, ambako kundi ya waasi wa Twirwaneho wa Minembwe na Red Tabara ambao wanaunga mkono na waasi wa M23 AFC walipora na kuondoa vitu vyote katika hospitali ya rufaa huko Itombwe. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuunga mkono mgombea Julian Amato Lumumba kwa nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la OIF. Rais Felix Tshisekedi alianzisha mahakama ya jinai ya uchumi ya fedha kwa hii weekend iliyopita. Rais wa Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesisitiza kutekelezwa kwa ufanisi kwa njia za kibinadamu ili kuwezesha utoaji wa msaada muhimu. Kwa mtazamo wa kibinadamu na afya, hali katika nchi yetu inabaki kuwa mgumu sana. Hali ya ukimbizi wa ndani na wakimbizi katika kambi mbalimbali kutokana tu na vita vya M23 kwa wale wanaunga mkono AFC inayoshirikiana na Rwanda. Raia yote ya Kongo ambayo yashiriki, maoni yake anaitwa wanachama wa FDLR. Mamlaka kusini mwa Ethiopia imethibitisha kuwa idadi ya watu waliofariki katika mporomoko wa udongo imefikia 125. Karibu kwenye makala hii ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24, lakini kabla hujaanza usikose kusubscribe, lakini pia kushare, lakini pia matangazo hii iko kwenye channel yetu ya WhatsApp, yani WhatsApp channel kupitia namba iliyoko chini ya screen yako, lakini pia Facebook, Instagram na Twitter. Twende moja kwa moja kwa makala hii ya muda kama na huu. Vita mashariki mwa DRC huko jimboni Kivu. Vyanzo vya kuaminika vya ndani vinaonyesha kwamba waasi wa M23 waasi wa Twirwaneho, Minembwe na Red Tabara walioshirikiana na muungano wa M23 AFC walipora na kuondoa vitu vyote katika hospitali ya rufaa na ya Itombwe iliyoko Mikenge katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Mashahidi kadhaa wanadai kwamba shughuli hizi zilifanyika kabla eneo hilo kuanguka chini ya udhibiti wa wazalendo wakiungwa mkono na vikosi vya wanajeshi DRC na washirika wao. Mkazi wa Itombwe anaripoti kwamba vyumba vya hospitali vimeuguzwa kuwa makazi ya mifugo, ikiwa ni pamoja na mbuzi na kondoo kutoka vijiji jirani kama vile Mikenge, Pwanzero na maeneo mengine yanayozunguka. Vitendo hivi vinashutumiwa na watetezi wa haki za kibinadamu kama ukiukwaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu IHL ambayo inalinda miundombinu ya mikataba ama matibabu. Inakataza matumizi yake kwa madhumuni ya kijeshi au yasiyo ya kimatibabu. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kuunga mkono mgombea wa Julian Amato Lumumba kwa nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la wanaozungumza Kifaransa OIF. Rais Felix Tshisekedi alianzisha mahakama ya jinai ya uchumi na fedha kwa amri weekend hii. Mahakama hii itakuwa na jukumu la kusikiliza, lakini pia kusikiliza kesi zinazohusisha ufisadi, ubadilifu ama ubazirifu kumrazi wa fedha za umma na utakasaji fedha. Ofisi ya mwendesha mashtaka itaunganishwa na mahakama. Mageuzi haya yanayoshughulikia hali ya waasi ama wasiwasi. Kesi nyingi zilipelekwa kwa uendeshaji mashtaka na usimamizi au huduma za ujasusi, akiwa zikishtakiwa kutokana na ukosefu wa utaalamu wa kutosha ndani ya mahakama kuhusu masuala ya kifedha.
Kwa hiyo mamlaka zinalenga kuipa mfumo wa haki wa Kongo zana zinaofanza zaidi. Tukiwa tu nchini DRC ambako rais wa Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesisitiza kutekelezwa kwa mrazi kuwa ufanisi wa njia za kibinadamu ili kuwezesha utoaji wa msaada muhimu kwa wakazi wa sehemu ya mashariki mwa DRC ambako hatari za hali mbaya ya usalama zinazidi kuwa za kiutia wasiwasi. Katika hotuba yake ya uzinduzi wa kikao cha kawaida cha Machi 20 mwaka wa 2026 kumradhi, Jumatano huko Kinshasa katika ikulu ya watu. Kwa mtazamo wa binadamu na afya, hali katika nchi yetu inabaki kuwa ngumu sana. Hali ya wakimbizi wa ndani na wakimbizi katika kambi mbalimbali pia inabaki kuwa jambo la kutia wasiwasi mkubwa katika swala hili. Tunatetea kwa dhati utekelezaji mzuri wa njia za kibinadamu ili kuruhusisha utoaji wa msaada muhimu kwa watu waliosiriwa, alisema Jean-Michel Sama Lokonde. M23 vita kwa wale wanaunga mkono AFC M23 inayoshirikiana na nchi ya Rwanda. Raia yote ya Kongo ambaye haishiriki maoni yake inaitwa mwanachama wa FDLR anafuata itikadi kumrazi ya FDLR au inapelikwa ama inalipwa anaajiriwa na Kinshasa. Tangu mwanzo mwa vita hivi vya uchochezi ama uchokozi kumrazi, Jean Kongolo, mtu maarufu, amepinga vikali kile anachokiona kama mpango wa jinai wa Rwanda kupitia vita hivi vinavyoendeshwa dhidi ya DRC. Akiwa mwanachama hai na mwenye ushawishi mkubwa wa jamii ya Banyamulenge, Kongolo amejitofautisha zaidi ya imani yake kupitia machapisho yake ya kila siku dhidi ya kila anachokiita vyombo vya habari vya Rwanda na baadhi ya watu wenye ushawishi hawasiti tena kumtaja kwa uongo kwa maneno na asili mbalimbali ili tu kumchafua na kumzalilisha harazani ili kunyamazisha sauti hii inayowasambua. Vilevile kikosi cha kidijitali huko Kigali kinafanya kazi ya kuwasilisha baadhi ya maafisa wa jeshi la Kongo, hata wale wajasiri kiasi gani, ili kuwaondoa kwenye njia yao katika vita hivi vya uchokozi. Mamlaka wa kusini mwa Ethiopia tukiwa barani Afrika imethibitisha kuwa idadi ya watu waliofariki katika mporomoko wa udongo imefika 125. Maporomoko hayo yalisababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwenye eneo hilo kwa kipindi cha wiki moja. Zaidi ya watu wengi 11,000 wamepoteza makazi yao kutokana na maporomoko hayo ya udongo. Wakati huu Marekani na Israeli zikiendelea kuishambulia Irani kwa wiki 3 sasa, Rais Donald Trump amesema nchi yake ipo kwenye mazungumzo na Irani ambayo imesema inaonekana haipo tayari kupata maelewano ili kusitisha vita hivyo. Hata hivyo, Irani kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi katika mazungumzo na televisheni ya Marekani ya CBS amekanusha kuwepo kwa mpango wote wa mazungumzo na Marekani. Araghchi ametoa kauli hii huku wanajeshi wa Marekani na Israeli wakiendelea kushambulia miji ya Tehran, Hamadan na Asfam, huku Irani nayo ikiendelea kurusha makombora kwenye miji kadhaa ya Israeli. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi anazuru Moscow nchini. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi anazuru Moscow nchini Urusi katika ziara ambayo inatarajiwa kutumia kushinikiza ukomo wa raia wa nchi yake kujiunga na jeshi ya Urusi kwenda kupigana nchini Ukraine. Akiwa nchini Moscow, Mudavadi anatarajiwa kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi waandamizi wa serikali ya Urusi siku ya Jumatatu ambayo ni leo na Jumanne hiyo kesho, akiwemo mwenzake Sergey Lavrov
Komoro ili kujadili suala la Wakenya kuipigania nchi hiyo nchini Ukraine. Spika wa bunge la Thailand Sophon Zaram Kumrazi amesema wabunge watakutana Machi 19 kuipinga kura waziri mkuu mpya kufuatia uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Kaimu waziri mkuu Anutin Charnvirakul anatarajiwa kuwania tena nafasi hiyo baada ya chama chake cha Bumtajatai kushinda viti vingi bungeni. Chama hicho kimepanga kuunda serikali ya muungano na Pheu Thai Party na vyama vingine vidogo, hatua inayotarajiwa kuipa serikali wingi wa viti na kuleta utulivu wa kisiasa. Kura zinaendelea kuhesabiwa baada ya zoezi la upigaji kura kukamilika jana katika uchaguzi wa urais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville. Uchaguzi huo unatarajiwa kumwezesha Rais Denis Sassou Nguesso kuendelea na utawala wake wa muda mrefu. Ndugu mpendwa mtazamaji, niseme asante kwa nami mpaka mwanzo na hivi tamati mwa taarifa hii ya habari. Hii ni Kwetu News 24, hivyo usikose kusubscribe lakini pia kushare na kula kwanza kupata habari zetu kutoka Kwetu News 24. Tunapatikana platform zote ikiwemo Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp channel na YouTube. Nikisema chao chao.